tunaongea. Nataka nifundishe kuhusu kutulia katika imani. Kutulia katika imani na maanisha hasa pale wakati matatizo yako juu yako wewe kama Mkristo. Matatizo yako juu yako wewe kama Mkristo. Mkristo na matatizo yamekuja juu yako. Alafu yamekaa kwa kipindi fulani. Labda umeombewa ukitarajia upone lakini bado. Maana kuna mambo mengine yanachukua wakati yakichelewa. Kuna mengine inatendeka hapo kwa hapo. Yote ni mipango ya Mungu. Sisi letu ni kuomba Mungu, lakini anayefanya ni yeye. Sasa naleta wakati tatizo limeendelea na wewe Mkristo. Sasa vile vishawishi vinakuja kwa mawazo yako na kupitia kwa watu ambao wanakuongelesha kuhusu vile ambavyo unapitia. Na wewe ni Mkristo. Sasa yale makabiliano ya ushawishi na wewe ni Yesu. Asifiwe Yesu. Umeokoka lakini hali zinaendelea. Sasa vile unakabiliana na moyo ama mawazo, mbona niko hivi na viondoki vile unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Vile unavyotamka wakati makabiliano ya mawazo yamekujia kwa sababu ya tatizo limekuwa na kipindi fulani katika maisha mwako, na wewe ni mtu wa imani ya Kristo. Yale makabiliano nayo pambana nayo. Hayo ndio yanasababisha wewe upokee muujiza wako ama usipokee muujiza wako. Ikiwa utatulia katika imani, unaenda kupokea muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme hivi. Kutulia katika imani. Kuna watu wengi unaweza kumwombea mara ya kwanza, tatizo bado liko. Alafu anaenda nyumbani, anajifikiria, basi nimeombewa na bado haviwi. Nimeombewa na bado haviwi. Msingi wa kutulia katika imani, jambo la kwanza, hakikisha ya kwamba mimi nina mtu amenibebea maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unajua kuna mtu amenibebea maombi ananiombea, usikubali changamoto ya mawazo ya kushindwa ikubebe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unajua mtumishi wa Mungu ananipigia magoti akiniombea, alafu huku bado tatizo linaendelea, usikubali changamoto za mawazo ya kushindwa ya kwamba basi uponi, mbona uko hivi na badiliki. Challenge hayo mawazo ya kwamba ninajua kuna backup nyuma yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ili mradi tu ujue ninaombewa kweli kweli. Mark hiyo point. Ili mradi ujue ninaombewa. Wacha ile kuambiwa na kuombea na hawaombi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba ili mradi ujue ninaombewa, ili mradi ujue madhabahu nilionayo ni ya maombi. Ukijua hicho, wakati ibilisi anapokuja na kuelezea, angalia mbona muda mrefu umeenda na upati jibu, utakuwa na mchallenge kwamba ninajua katika madhabahu niliyopo ina uwezo wa kutatua hili jambo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni point number 1. Ili mradi ujue ya kwamba kuna mtu nyuma yako amekubebea imani. Point number 2, msingi wa kutulia katika imani, hakikisha ya kwamba una ushahidi. Ikiwa una ushahidi, na maanisha nini? Ikiwa una ushahidi ya kwamba kuna tatizo la mtu lilitatuliwa na ukasikia akishuhudia, wa kwanza, wa pili, wa tatu, umesikia shuhuda, unakuwa na ushahidi. Ikiwa una ushahidi, hauna haja usumbuke na mawazo kama mimi atasifana. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama utasumbuka ufai na umesikia shuhuda, mbona usumbuke? Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa umesikia shuhuda mtu ametendewa, ujue maisha ni foleni tumejipanga. Kitoka huyu ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa mfano wa mama ambaye alikaa pale kwenye birika la Bethsaida kwa miaka 38. Alikaa hapo.
hakuondoka, maana alikuwa hapati neema ya kupata kupona. Lakini alikuwa haondoki. Kwa nini alikuwa haondoki? Alikuwa wale wanamtangulia wakiingia anawaona wamepona na macho haya. Bwana Yesu asifiwe. Unapata kitu? Kile kilichomwacha aseme natulia hapa ni kwa sababu alikuwa anaona uponyaji ukitendeka hapa. Asingeona uponyaji angeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe umekaa mahali uko unaponyaji ukaondoka. Tuseme ukweli. Asifiwe Yesu. Usikii shuhuda ukienda kueleza tatizo lako hakuna anayebeba na maombi linaachwa. Ukachoka mapema maana uliona kwamba hapa hakuna suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Mama huyu aliona kuna shuhuda akasema siondoki, natulia katika imani hii. Na akatulia hapa kwa kuna siku. Na maandiko yanasema Yesu hali akijua alishuka direct akamwendea yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili mradi una ushahidi, wacha ule ushahidi ukupe nguvu. Ama nimetumia neno pengine ulielewe la ushahidi. Ili mradi una ushuhuda usikie. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa una ushuhuda ambao ushausikia, hauna haja usumbuke kwa mawazo ya kuvunjika moyo wakati umeona tatizo limeendelea. Wakati ushuhuda ushausikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Daudi alipokuwa amesikia Goliathi akitukana watu wa Mungu, Daudi alimwambia Samueli, nani mtu huyu ambaye anatukana jeshi la watu wa Mungu aliye hai? Nani huyu anatukana? Mimi nitamwenda kumtandika huyu mtu na nitamkuwa chini. Samueli alisema, kijana mdogo, yule mtu amekuwa na experience ya vita kutoka utoto wake. Je, wewe utamweza? Tutaangushwa asubuhi. Samueli akasema, tazama mtu wa Mungu, mimi mtumishi wako nilikuwa nikichunga kondoo kule msituni, dubu na simba wakajaribu kunitokea, niliwararua wote. Sasa yule Mungu aliyeniokoa kule na dubu na simba ataniokoa kwa Mfilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nakipata. Alikuwa na ushuhuda. Yule Bwana aliyetenda pale atatenda. Sasa haina haja uone tatizo limeendelea usumbuke na mawazo wakati una jirani yako ameshuhudia kupona. Kwa nini usipone? Asifiwe Yesu. Alisema maadamu simba niliwararua, zile nguvu nilizodarua simba na nimjua simba akishika mwili wangu basi nini sinikurarua tunakuja sana. Lakini sijui yeye alifanyaje, akampasua akamtupa kando na dubu. Alisema huyo Mungu atalipigania kwa Mfilisti, na akamshambulia na maneno ya matukano. Mfilisti asitairiwe. Goliathi akasirika akacheka. Leo hii nakukata kichwa nikutupe huko juu. Daudi naye akamregeshea. Akamwambia mimi nimetakukata kichwa nikupatie ndege wa angani. Bwana Yesu asifiwe. Goliathi akaanza majivuno yake yote. Hakuwa anajua. Alipigwa rungu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili mradi una ushuhuda. Aidha mwenzako ameshuhudia ama umepata ushuhuda, kuna ile kuhisi nguvu katika madhabahu. Na nipata hapo. Kuna ile kuingia kanisa ukahisi power zinazoendelea. Ukasema nimehisi kuna nguvu hapa. Sasa hizo nguvu zitatatua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mahali wezaenda na usihisi nguvu, usikie wewe ukamwambia hii Jumapili nimekuja na ndio mwisho. Sirudi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna vile unaenda unahisi kuna nguvu. Kuna utembezi wa Roho Mtakatifu hapa. Kama unaweza kuhisi tu, wewe jitayarishe kubebwa na Bwana Yesu asifiwe. Utulia katika imani. Nimekupa hizi misingi ambazo wewe nazo. Na kutulia katika imani huwa kuna mvuta Mungu akutendee ndio unayohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Huwa kuna mvuta Mungu, kuna mshawishi Mungu. Wakati uko kwenye taabu na bado unasifu Bwana. Asifiwe yeye. Bado unasifu Bwana kwa matatizo. Na ukiuliza unaambia kwamba bado Yesu ni Bwana hata kama ni nini napitia. Bado Yesu ni Bwana. Haya mambo huwa yanamshawishi Mungu kukushukia kwa maisha yako. Na akikushukia utalalamika shida, hautalalamika shida katika maisha yako milele. Bwana Yesu asifiwe.
shida zitaachana na wewe, kwa sababu Mungu atakuja na breakthrough ya maisha yako. Utaona vitu zikifanyika mpaka unashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujifunze neno hili katika msingi wa neno la Mungu. Kitabu cha Ayubu 1 mstari wa 20 hadi 22. Na kufundisha mtu mmoja hapa pale, tulia katika imani wakati wa matatizo. Kitabu cha Ayubu 1 mstari wa 20 mpaka 22. Ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko chini, huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi, wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alipitia kwenye changamoto hapa akiwa katika imani ya kuwa yeye ni Mkristo. Na mtu huyu changamoto zake alizipata wakati alipoingia katika Ukristo. Maana tunamwona Ayubu kwamba alikuwa na mali, na mali hizi Ibilisi akaomba ruhusa, kwa sababu Ibilisi alimtafuta Ayubu miaka mingi, lakini akawa na mkosa, kwa sababu Ayubu alikuwa, Bwana Yesu asifiwe, Ayubu alikuwa amefichwa. Na kwa sababu Ayubu alikuwa amefichwa, Shetani alishindwa kumpata Ayubu. Na alishindwa kumpata Ayubu, akaenda akaomba ruhusa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani haogopi kitu. Alienda mpaka mbele za mkao wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Alienda kwenye mkao wa watu wa Mungu wamekaa kujihudhurisha hapo mbele za Mungu. Alionekana hapo. Hii ndio maana nikisema shetani hakai kule nje, anakaa kwenye nyumba za Mungu. Asifiwe Yesu. Hapo ndio anapatikana, ili kutafuta wafuasi, kutaabisha watu wa. Sasa Ayubu alipopatwa na changamoto ghafla kwa maisha yake, alibadilika. Mali zake zikachapwa na Ibilisi. Zilipochapwa na watoto wake makufa, alirarua mavazi yake yote na akasujudia chini. Pointi imaki hiyo. Alipoona hizo shida zimeinuka kwa maisha, alisujudu chini. Bwana Yesu asifiwe. Alinama chini akasujudia na akasema kwamba nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nilivyo uchi nitarudi huko huko. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa hayo maneno yanasema nilitoka uchi nami nilivyo uchi. Kwa sasa maana mali zimeenda, kwa hivyo hana mali, ako uchi, ni mdhaifu. Akasema nami nilivyo uchi nitarudi hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Akamwonyesha Ibilisi ya kwamba hizi mali ambazo umechukua ni za dunia hii, nilizipata dunia hii, sikuja nazo. Kwa hivyo kama umechukua, wafanya kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Inafikia wakati unaonyesha Ibilisi ujeuri. Bwana Yesu asifiwe. Usiku mapepo wamejifanya yanataka kunijaribu usiku. Wachawi wako kama vitu. Wamejaribu kunijaribu usiku. Bwana Yesu asifiwe. Walipoona haezi kunifikia, wakaona ngoja tumfuate mama. Wakaanza kumfuata mama. Ghafla mama ameenda kuchukua mashiti manne yanajifunika. Ghafla shiti, blanketi, kila kitu yanajifunika. Kuongea maneno hatoki, anatetemeka. Na mimi nikawa nimetulia tu. Nikimwongelesha maneno yanatoki ni kutetemeka, hata hawezi. Amejifunika mashiti yote. Nikatulia baada ya dakika moja nikimwangalia kwanza. Katulia hapo kwanza nikaangalia. Kaangalia mpaka dakika nzima ikaisha. Alafu nikaondoka pole nikanyosha mkono nikashika ile miguu. Nikamwambia Shetani, umechelewa.
Ungenipata kule kwa crusade, lakini vile nimekosa na kujana. Vile nimeweka mkono ndio natoa baridi yako. Katolia. Dakika moja shiti zimeondolewa. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuamka usiku saa 8:30 kaanza kumomba Mungu. Kaomba Mungu mpaka alipomaliza kuomba nikalala. Nikaona mwingine ametumwa yoaja. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ametumwa yoaja. Vile yoaja nikamuona, nikampulizia pumzi. Nashukuru Mungu ni maana amepeperushwa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani huwa haogopi. Hata kama uko na power atakufuata. Alimuinua Yesu mpaka juu. Bwana Yesu asifiwe. Aliinua Yesu juu tena kwa mfungo. Sasa wewe ushateremshwa kwa mfungo na ibilisi. Hebu mwangalie mwenzako. Ushateremshwa saa 4 asubuhi. Asifiwe Yesu. Hebu muulize mwenzako ni kweli ama Mungu? Wajua alisikiaje? Hebu muulize ulisikia nini? Alisikia mgongo unauma, tumbo inawaka moto. Chai na mkate. Baadaye akaanza Bwana nisamee nimefungua wewe. Nisamee. Hebu muulize mwenzako kama ni yeye basi. Asifiwe Yesu. Wapendwa, aliufuata Yesu akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu geuza jiwe. Wajua Yesu alikuwa ameshika nini? Hilo jiwe. Maana alikuwa kuna njaa. Asifiwe Yesu. Akashika jiwe akajaribu kulitupa hivi akaga. Kama wewe ni mwana wa Mungu geuza jiwe hili liwe mkate. Akalipoa. Sema imeandikwa wanadamu ataishi kwa neno la Mungu, ataishi kwa mkate. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ushangeshinda wewe ukamchale jibu. Wakati tupa zinasaba kwa tumbo ndio umeamka na mfungo. Saa hii tupa zinaanza so ungesema imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi washafanya hivi? Hakuna hata mmoja. Usidanganye roho Mungu. Wangapi washafanya hivi? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio wanasema Bwana nisamehe. Jiko la washo mara hiyo. Chai. Kila mpango upanguliwa na mpango mwingine. Wajipatia mapoints ya kujidefend ili ufungue. Bwana Yesu asifiwe. Ukifungua shetani anasema shakuweza. Eti kufunga mfungia. Ikifika usiku unaanza kuomba asante Bwana Yesu. Maana ungetulia kwa mambo usingeshuka na nyayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ayubu alitulia katika majaribu. Shetani amefanya majaribu yake akamjibu jeuri. Siku jana mali chukua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku wakati miaka 2016 hapo 2015 kuja wewe. Kuna kipindi nilipitia. Unapitia kipindi na mtoto mdogo. Hauna hata shilingi. Inabidi ukipata ile shilingi umepata ni shilingi 30. Ukiangalia kununua mboga, tomato, kitunguu, utanunua mboga gani? Nachukua omena marei na mafuta huko. Tunakaranga tunamulisha David na omena, hata kikofi. Bwana Yesu asifiwe. Nilipitia kipindi hicho. Kila mara nenda kwa mamangu kuomba pesa. Mamangu yuko hapo shahidi. Kila mara nenda kuomba pesa kwa mama. Nipe pesa mpaka achoka. Akaniuliza mtoto wewe ulichukua nani maisha haya? Bwana Yesu asifiwe. Ikafikia mahali nikaona imezidi, nikasema enough is enough. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuja nikamwambia ibilisi tumepata sima na omena, tumekaranga omena vizuri, mafuta kama maji, chumvi na limao. Sasa wamama nao wakianza kuna majaribu yamezidi, wao hawaachi kunungunika. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Hawaachi kunungunika. Maisha haya mpaka lini? Ino na vimezidi. Nilienda kando nikamwambia Mungu. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya isima na omena. Kuna mtu amekosa hata isima na omena. Nashukuru umenipa. Nitakula nishibe na familia yangu. Ikawa hilo ombi ndio tabia. Kila nikipata naombea Mungu na kushukuru kwa ajili ya hii. Kuna mtu amekosa. Bwana Yesu asifiwe.
Kumbe yale maombi yalikuwa na challenge ibilisi. Ibilisi alishikwa na haya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa matatizo, jaribu kuchallenge ibilisi na yale ambayo unatamka. Usiseme mimi basi, sema naomena wewe. Mimi wewe, kuna pepo linaitwa mimi. Asifiwe Yesu. Kuna roho linaitwa mimi. Mimi basi hivi. Mimi basi nivae dera wewe. Mama asifiwe Yesu. Mimi basi nivae kitenge cha 500. Hapana, mimi. Asifiwe Yesu. Hilo ni roho linaitwa mimi hilo. Hiyo ni roho ya nani? Goliathi, kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alikuwa na mali nyingi na alishukishwa chini akawa hana kitu. Na hakusema mimi basi mali zangu zimeenda. Ingekuwa ni mtu leo. Bwana Yesu asifiwe. Uzuri Ayubu hakuona mtu ambaye amepepeta mali zake. Ni visulisuli zilichapa. Lakini ingekuwa aliona mtu sijui angefanya nini. Maana najua mwanadamu angeona mali zake zimeondolewa na mtu angeshtaki mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ayubu yeye akatulia. Ni roho inaitwa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wajua mimi ninafungua mlango wa kiburi kwa maisha ya mtu. Mimi basi nipata na shida. Mimi yaani ugusiki, kwani huwezi fikiwa? Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu alifikiwa, kwa nini huwezi fikiwa? Utafikiwa. Lakini ile nini wewe? Mimi yaani kula sima na omena. Kwani omena si mboga? Bwana Yesu asifiwe. Kwanza wako tamu hata kuliko papa. Pigia Yesu makofi. Asifiwe Yesu. Nikamwambia Bwana nakushukuru kwa ajili ya hili. Maana kuna mtu amekosa. Kumbe nilikuwa na mchallenge ibilisi. Ayubu naye alimchallenge ibilisi hivi. Si umechukua. Siku ganazo nilizipata hapa. Kwa hivyo ukichukua walisumbua bure, enda. Na mimi nilishikwa na haya ile shetani. Asifiwe Yesu. Inafikia wakati na maibisha ibilisi anashikwa na haya, anaenda tu polepole bala ajui. Maana ameona pengine utasema wokovu ni basi. Wewe hata bado umesimama. Asifiwe Yesu. Wanashikwa na haya. Kuna siku moja nilikuwa sijalala, nimetulia. Mama yenu ana watoto wamelala. Nimetulia tu hapo. Na tafakari kwa saa 4 hiyo nikaona mchawi tayari ndo huyo anakuja hapo tu. Nikamwambia haya sijalala, rudi. Bwana Yesu asifiwe. Mara nikaona ndio livuli laondoka hula. Bwana Yesu asifiwe. Inafikia wakati unaongelesha mambo. Wapendwa, hakuna kitu kizito na masikio. Kila kitu kina masikio. Ukiona anakuja waongeleshe. Ukiona ni shida inakuja iongeleshe. Yaambie haya umechacha umekuja haya. Huo umejihami. Na kama umekuja basi ujue hata unapambana na marehemu hapo. Kama unataka kuua unapambana na marehemu. Haya uwa marehemu. Asifiwe Yesu. Ajua kuna wakati mmoja nilikuwa naomba. Maana nilikuwa naona vita. Naona maroho ya mauti. Nikafikia mahali nikaambia shetani, mimi nimekufa katika Kristo Yesu. Kwa hivyo kama nalifuata unapata marehemu. Afadhali urudi. Bwana Yesu asifiwe. Waroga mtu mwenye amekufa. Haya roho. Bwana Yesu asifiwe. Niliona mambo yanabadilika. Inafikia mahali ukiwa katika matatizo mbalimbali, tulia katika imani, shambulia mashambulizi ya maneno ya kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi basi kila siku shida zinakuja kila siku. Naona wokovu ni basi huo. Yuko naongea na mtu hapa. Naona wokovu ni basi. Hayo maneno. Fungua kitabu cha Ayubu hicho 19:25. 19:25. Majaribu yakiwa yanaendelea kwa maisha yako. 19:25. Akasema hivi, lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu yanaendelea. Amefuatwa na rafiki zake mpaka wale wazee wa nyumba 10 ambao walikuwa ni marafiki zake Ayubu. Wakaambiwa enendeni mkampulize huyu. Sasa badala ya wokovu akufuru Mungu. Ayubu aliwaambia najua mtetezi wangu yu hai. Wamepiga mwili huu
lakini najua mtetezi wangu yu hai na siku moja atasimama. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawa mtu anakuambia mbona upati kazi na kaenda na karudi, kama mzee wangu Kiringa alikuwa akiambia wewe nawe muombewa na upati kazi. Asifiwe Yesu. Umeombewa na upati kazi, si uje huko muombewe huko. Si uje huko muombewe huko. Akasurutishwa wewe, akasurutishwa. Mwisho wa siku yule aliyemsurutisha yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wa maajabu. Maana alimtendea huyu populous mpaka yeye akasema mimi nami naja huko. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kwa watu wakwambia hivyo. Suache hivyo, alisema najua. Hilo neno ndio nzito, najua mtetezi wangu yu hai. Sasa haya maneno yalimfanya Mungu amrudi Ayubu. Si mambo mengine. Haya maneno yalimfanya Mungu amrudi Ayubu. Na maanisha nini? Kuna maneno mengine unayafanya, unayataka yanamwacha Mungu asikurudie. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alitaka kwamba anajua Mungu yuko na atasimama. Yeye alisema mimi nilikuja duniani bila kitu na nitarudi hivyo hivyo. Lakini siwezi acha Mungu wangu. Najua yu hai. Hakusema mimi naona wokovu ni basi. Hata atire kanisani maana ameona ameombewa na bibi. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu hapa. Huyu alitulia katika imani hiyo, anasema najua yu hai. Na hivi ndivyo Mungu huwa anaangalia watu ndio anawajilia kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Ule wakati unatulia katika imani katika anga ya taabu, nimekuwekea misingi ya kwamba ili mradi unajua kuna backup nyuma naombewa na ninaomba. Ili mradi unajua hivyo, usitatizike na changamoto ya mawazo ya kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana jambo lolote lile kama linaombewa lina 100% kutendeka. Labda liwe haliopewi, lakini kama linaombewa huwa kuna siku. Ndio maana Ayubu naye alikuwa na maombi ya kumuomba Mungu na akajua kwamba ninajua kuna siku moja atanijibu. Na siku ikafika, kila kitu cha Ayubu kikarudi. Bwana Yesu asifiwe. Akapona, ngozi yake karudi, mali zake zikarudi tena maradufu. Watu wapendwa, unapotulia katika imani mpaka utendewe jambo, lile jambo linakuja na tuzo juu yake. Asifiwe Yesu. Ndio maana alipewa mara mbili zaidi. Maana ilikuwa ni tuzo ile ya mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akasema atakayevumilia mpaka mwisho atafanya nini? Ataokoka. Anayevumilia kwenye vita na kupambana vita na kushinda siku zote hutuzwa. Ndio maana Yesu alipewa utukufu mbele za kiti cha Mungu kwa sababu alivumilia mateso na taabu zote mpaka mwisho, akazipeleka msalabani, akazimaliza, akapaa, akaitwa mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo ilivyo. Unapotulia katika imani hiyo hiyo, najua kuna mawazo yanakuja, wewe unapata kuelewa na hivi. Angalia mwaka umeenda, 2024 imeisha. Sasa ni 2025. Au hujawahi ongeleshwa na mtu yote. Lisikusumbue. Bwana Yesu asifiwe. Sema najua Mungu hujibu maombi. Maadamu siko peke yangu nina backup ya maombi, najua Mungu atajibu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha uvunjike moyo wakati umeona kweli siombewi. Unaweza ukavunjika moyo. Lakini ukiwa unajua bali na kuomba kwangu kuna mtu hunibebea imani, akalia mbele za Mungu. Simama katika imani ukijua kwamba kuna siku itajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Pana kuna mengine Mungu mwenyewe ndiye ajuaye jinsi anavyomjilia mwanadamu na kumjibu. Kuna pengine anashuka haraka kwa sababu ya makusudi yake, kunayo huwa ameangalia mbele. Na kuna mengine Mungu mwenyewe anaanza kutulia baadaye anakuja na litenda. Ndio maana Yesu akatoa mfano ya kwamba yule mama alimwendea yule kadhi mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua kuna backup ambayo ananiombea mara kwa mara, ujue kuna siku litaachiliwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimekwambia nimekuwa kwa maombi nikiomba Bwana ajibu vilio za watu katika madhabahu. Sikilio chako ni kwa madhabahu hii. Jua kuna siku kitajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ile iko tulia katika imani. Kwa lugha nyingine tulia katika chombo. Asifiwe Yesu. Usihangaishwe na mawazo.
usihangaishwe na shuhuda zile ambazo anazipewa na watu. Ya kama mwingine alikuwa hivi na alienda mpaka mwisho akafa, yasikutatize. Bwana Yesu asifiwe. Kama atakwambia mwingine alienda hivi na akafa, mwambie huyo mwingine anaitwa nani? Muulize anaitwa nani. Akisema anaitwa Kache na mimi naitwa Rehema, sema mimi naitwa Rehema naye Kache, watu wawili tofauti. Asifiwe Yesu. Mchallenge hivyo. Na ukimchallenge hivyo, Mungu anajitukuza tu zaidi. Mungu alijitukuza kwa vile Ayubu anajibu watu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ni nini? Wakati unapoachilia sifa kwa Mungu kwa ajili uko kwa matatizo, lakini unaachilia sifa, Mungu huwa anabeba ule utukufu. Anabeba ule utukufu vile unakiri Bwana na kwenye matatizo, yeye anabeba utukufu tu. Siku moja anakuja anasema, mwanangu, kuanzia leo shida zimeisha. Amen. Anasibeba zote zinaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama wanadamu wale waheshimiwa, mnaweza mkaimba nyimbo za kumsifu wakatulia mwisho itamkuza na inuka. Ndivyo Mungu alivyo. Unavyomsifu kwenye shida, tunakuangalia unaendelea kumsifu, hata urudi nyuma. Wewe unaendelea kumsifu, tunasema enough is enough. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote aliyetuzwa hakutuzwa akiwa hajapambana vita. Bwana Yesu asifiwe. Hutuzwa akiwa shapambana vita. Lakini nimekupa msingi ya kwamba ili mradi unajua kuna mtu anabebea imani, na ili mradi unajua una ushuhuda, yani una ushahidi wa kwamba nishaona watu wakitendewa, nishasikia mtu ametendewa. Si eti ni wale wanashuhudia alafu hatuwaoni. Nishaka na mtu ashatendewa na tuwaamini sote pamoja. Ikiwa una ushahidi huo, ujue anga yako itatembelewa tu. Itatembelewa tu siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo neno nilikuwa nakufundisha. Kutulia katika imani. Hasa wakati jambo limedumu kwa maisha yako. Tulia. Matamshi yako usitamke kufuru. Ayubu alitafutwa, aliulizwa maswali na kushawishiwa atamke kufuru tu ili amuondokee Mungu wake. Kwa hivyo matamshi yako wakati uko kwa taabu yawe ya kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Kabla uliongee lile limekuja la mbele, maana ibilisi ni mbele. Wakati umepewa information, mwenzako alikuwa hivi, wewe mpaka leo uko hivi. Kuna lingine linakuja kimbele nataka uliongee, hilo lizime huu. Alafu utafute lingine umjibu huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utakapotulia hivyo, Mungu aliye hai huwa anaona. Hakuna jaribu litakuja kwako Mungu asilione. Asifiwe Yesu. Na hakuna jaribu lililo mbali ama juu ya uwezo wako. Kila jaribu linakuja kulingana na uwezo wako. Yaani haujaribiwi upita uwezo wako. Na katika majaribu hayo Mungu ni mwaminifu, yeye hufungua njia atoka yote. Bwana Yesu asifiwe. Mengine unaona hayatoki kwa sababu yale unataka. Una hata jaribu linajirudia muda mrefu kwa maisha yako, maana yale unataka ukiwa kwa majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Yale unataka ukiwa kwa majaribu yanaacha majaribu yako yanadumu kwako. Kuanzia leo badili maneno yako wakati ukiwa kwa majaribu. Badili. Asifiwe Yesu. Usiongee mpaka mwisho kakwaza roho wa Mungu. Hapana. Aliyajua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si eti Mungu ni kipofu, si kipofu, aliyajua. Anasema kwenye Amos 3:5 anasema hapo kwamba hakuna jambo tatendeka pasipo kujulisha nani? Watumishi wake. Anajua kile ambacho unakipitia. Kwa hiyo chunga maneno, usimkwaze roho wa Mungu. Maana ukitamka unamkwaza, tena baadaye utamwambia yeye muombe tena Bwana nirehemu, na huko umemkwaza. Anaona wewe ashakwaza roho wa Mungu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa badili. Kama unaona ni mateso, sema najua Bwana ni wa rehema siku zote. Urehemu watu wote. Maneno. Yesu alikuwa anahubiri injili mara zingine anapambana na taabu mbalimbali. Katikati ya kuhubiri injili, yeye alikuwa katikati ya hao umati wa watu. Kuna Mafarisayo wako hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mafarisayo walikuwa hapo pale kumchallenge, kumtafuta ateleze neno tu wakamshtaki. Na akiwa wanamtafuta wanamkosa, tena alikuwa anamuuliza maswali. Akifanya muujiza wanaenda wanamripoti. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye alipambana na challenges zote, lakini nashukuru alikuwa anawajibu kijeuri kweli.
Bwana Yesu asifiwe. Alipambana changamoto zote hizo. Walifikia mahali wanamtega maneno. Ibilisi hukutega maneno wakati wa majaribu ili enda kukushtaki. Wakati linaning'inia kwa maisha yako, huwa hapo karibu na wewe, anakusikiza bwana, sikiliza na kupatia jambo fulani, na wewe unasikiza mpaka mwisho. Ukitaka tu anaenda mbio kwa Mungu. Mungu haangalia mtu wako. Si nimekwambia? Bwana Yesu asifiwe. Nasema si nimekwambia, angalia lile ambalo ameliongea. Angalia. Huyu si muumini wako, niachiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuwa chombo cha ibilisi kutamka maneno ambayo usije wakati wa majaribu. Kiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utakapotulia katika imani hiyo, huwa kuna tuzo linaandaliwa katika roho. Asifiwe Yesu. Asimama na mikono. Nimekutia moyo ya kwamba utulie katika imani. Usifikirie kwamba pastor wangu aniombee. Ninawaombea wapendwa. Kama kuna mtu angeathirika afya, mimi ningeathirika afya. Ni ile kama kuna jambo njoo nabii. Panga wakati wako, tuje tusemezane mpaka mwisho tumalize hivi. Tuanze huduma. Na Mungu atakujibu. Tangu nianze kumwomba Mungu, sijawahi ona Mungu akishindwa. Kuna mtu juzi hapa alisema kwamba pastor, nasikia moyo wangu umechoka. Nimesubiri Bwana sioni. Nikamwambia nyamaza kimya hivyo ulivyo. Nipigie simu kesho. Nyamaza kimya hivyo ulivyo. Nilipofika kesho yake nikamwambia anataka uje kwa injili. Nilipomwambia hivyo akanambia sawa atakuja. Nilipofika jana akanambia pastor, sitaweza kuja kwa injili kwa sababu Bwana ashatenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia ndio maana nilikwambia tulia, kwa sababu niko kwa mlima nauliza Mungu. Tulia. Wageni washaenda nyumbani kuuliza mahali huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mzuri. Kama kuna backup ya maombi, kama kuna Elia nyuma yako, tulia. Tulia tu. Kama kuna Elia nyuma yako, tulia. Maana tutaomba mpaka mara 7 mpaka tuone wingu hivi. Alafu nishuke chini niambie shetani na wale adui zako, niambie nendeni mkatayarishe, maana kuna mvua itanyesha sije kuwapata huko. Bwana Yesu asifiwe. Tuabudu. Asante Bwana Yesu. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Bwana Yesu. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Bwana Yesu. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, Yesu twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Bwana Yesu. Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako. Baba twanyenyekea, Baba tunasongea, Baba tunasongea chini ya miguu yako. Baba tunasongea, Bwana Yesu. Baba tunasongea, Bwana Yesu. Baba tunasongea Bwana Yesu. chini ya miguu yako. Baba tunasongea, 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 Baba tunasongea chini ya miguu yako.
Baba tunasogea, 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 tunasogea chini ya miguu yako. Baba tunasogea, 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 Baba tunasogea Yesu chini ya miguu yako. Baba tunasogea, 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 tunasogea chini ya miguu yako. Baba tunasogea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, namngojea Bwana, yeye anaweza yote, namngojea, namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, anaweza yote, namngojea, namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, yeye anaweza yote. namngojea Bwana, namngojea Bwana, namngojea Baba, yeye anaweza yote, namngojea, Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. katika shida zangu mimi silalamiki, namngojea Bwana, yeye anaweza yote, namngojea, Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. kwa matatizo yangu mimi sibabaiki, namngojea Yesu, wewe unaweza yote, namngojea, Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. namngojea, Namngojea Bwana, namngojea Baba, namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. Baba, kwa ndoa yangu Baba, mimi sibabaiki, namngojea Bwana, wewe unaweza yote, namngojea, Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. namngojea, Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. namngojea, Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. kwa matatizo yangu mimi sibabaiki, namngojea Baba, yeye anaweza yote, namngojea, Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. kwa mapito yangu Baba, mimi sibabaiki, nakungojea Yesu, wewe unaweza Baba, namngojea, Namngojea Bwana, namngojea, namngojea Bwana, namngojea Bwana, yeye anayaweza yote. kwa safari yangu Baba,
mimi sibabaiki Yesu namngojea Baba yeye anaweza yote Yesu Baba namngojea Bwana namngojea Bwana yeye anaweza yote Baba kwa kanisa lako Baba mimi sibabaiki namngojea Yesu wewe unaweza Baba Yesu Baba namngojea Bwana Yesu Baba namngojea Bwana Yesu Baba namngojea Bwana anaweza yote kwa huduma hii Baba Yesu sibabaiki nakungojea Baba wewe unaweza yote Yesu Baba ngojea Bwana Yesu Baba ngojea Bwana ngojea Bwana anaweza yote maamuzi yote ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe uweza wa yote ni wewe Yesu Baba ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe jana na usiku ni wewe Yesu ni wewe nitabaki nawe ni wewe Yesu wangu ni wewe milele yote ni wewe Yesu Baba achilia mama kumbeleza Mungu aliye hai Yesu ajili ya neno hili wataniwe nguvu kwa maisha yako watanikutia nguvu katika imani watanikutia nguvu katika imani ikiwa madhabahu ya Mungu imesimama nyuma yako neno hili likutie nguvu katika imani ya kwamba hata hayo unayotamani Bwana atakupa katika madhabahu hii atakupa katika madhabahu hii atafungua ghala zake atatembea kwa maisha yako ataondoa tauni hiyo ya mateso ataondoa tauni hiyo ya dhiki ataondoa kama anaondoa kwa mtu pia wewe kwa nyuma yake baadaye wewe tu atatembea kwa maisha yako kaskazini inafikia mahali Roho Mungu anatia moyo watu wake maana ana mawazo mema juu ya watu wake inafikia mahali anawatia moyo maana anasema katika Yeremia 29:11 maana anayajua mawazo anayokuwazia Mungu anajua mawazo anayokuwazia bali na yale ulimwengu agiza anakuwazia yeye anajua mawazo anayokuwazia tena ni mema Yesu Yesu ndiwe mwamuzi wa yote ndiwe mwamuzi wa yote Jehova maamuzi yako ndio mwisho wa mwanadamu maamuzi yako ni tosha kwa maisha ya mwanadamu utukuke mchana wa leo upewe sifa milele kwa ajili ya utukufu wako Yesu najua Bwana wangeza hata kama nitachukua jua Bwana wangeza jua Bwana wangeza jua Bwana wangeza hata kama nitachukua muda najua Bwana unaweza Yesu simba wa kabila la Yuda unaweza Baba unaweza mambo yote unaweza mambo yote hakuna likushindano unaweza
Unaweza, simba wa kabila la Yuda. Ulikuwepo toka mwanzo. Oh Yesu. Jehova, tunaishi tukijua wewe unaweza yote. Jua Bwana waweza, jua Bwana waweza, taka maitachukua. Jua Bwana waweza, jua Bwana waweza, jua Bwana waweza, taka maitachukua. Jua Bwana waweza, jua Bwana waweza, najua Bwana unaweza, anataka maitachukua. Najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, anataka maitachukua. Najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, unaweza, hata kama itachukua. Najua Bwana unaweza, najua Bwana unaponya Baba, hata kama itachukua muda. Najua Bwana unatenda, najua Bwana unatenda Baba, najua Bwana unatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana unatenda, najua Bwana unainua Baba, najua Bwana unainua, hata kama itachukua muda. Najua Bwana unainua, najua Bwana wabariki, najua Bwana wabariki, hata kama itachukua muda. Najua Bwana wabariki, najua Yesu wafungue, najua wafungua, hata kama itachukua muda. Najua Bwana wafungua, najua Bwana warejesha, najua Bwana warejesha, hata kama itachukua muda. Najua Bwana warejesha, najua Bwana warejesha, najua Bwana warejesha, hata kama itachukua muda. Najua Bwana warejesha, najua Bwana wainua, najua Bwana wainua, Yesu hata kama itachukua muda. Najua Bwana wainua. Najua unajibu. Hata kiangazi cha leo ni maombi uliyajibu. Najua unajibu. Upo mfano. Asante Bwana Yesu. Asante mfalme. Yesu anaweza, na yupo, na yu hai, na yu mahali hapa, yu mahali hapa. Wakati wana wa Israeli walipovunjika moyo, Musa aliwaambia msiogope, songeni mbele. Na waliposongea mbele, malaika wa Mungu alienda nyuma yao, na nguzo ya moto ilienda nyuma yao, na wingu lilienda nyuma yao. Kulikuwa na vitu vitatu nyuma yao. Kuna mtu nyuma yako, na yu hai, ana nguvu nyingi, ana nguvu kama radi, hakuna limshindana. Roho Bwana akutie nguvu mchana wa leo, akutie nguvu katika imani, akutie nguvu katika imani, atoe changamoto na mizigo ya mawazo, atoe ya kutakasa, kujaze na nguvu, upewe soko mzoma za nguvu ya Bwana aliye hai.
kila bonde linalokutingisha lisije kutingisha maisha yako. Upewe uvuvio wa nguvu za Mungu aliye hai, usimame milele. Asante Roho wa Mungu. Asante Roho wa Mungu. Asante Jehova. Tuseme nini mchana wa leo? Maana umetutia moyo na kutuonyesha uwezo wako mkuu. Hatutaondoka imani. Tutakukiri wewe kwa taabu na kwa raha. Tutalikiri jina lako. Bwana tunajua uhai na unaweza. Ibrahimu alipozitazama ahadi za Mungu na alipojua ya kwamba Mungu anaweza kutenda lolote alisemaje, alitia nguvu katika imani. Roho Mungu akutie nguvu katika imani. Maana hakuna jambo Bwana ambalo atanena kwa maisha ya mtu akose kulitimiza. Kila asemacho Bwana ni kweli na ni amina na ukitenda. Ahadi za Mungu zilithibitishwa na ni kamilifu. Ikiwa amenena kitu kwa maisha yako, kitatendeka. Ikiwa amenena jambo kwa maisha yako, litatendeka. Litatendeka. Akiwa leta agano na wewe, litatendeka. Hazikopeshwi hizo. Ni zako. Ni zako. Hazikopeshwi wala apewi mwingine. Mungu si kigeugeu. Ahidi alafu asitimize. Si mwanadamu aseme uongo. Rehema ya Mungu itoshe kwa maisha. Rehema ya Mungu mchana wa leo itoshe kwa maisha. Itoshe kwa maisha yako. Itoshe kwa maisha yako. Vipa nguvu za rehema ya Mungu. Vipa nguvu za rehema ya Mungu. Rehema ya Mungu ifae maisha yako. Rehema ya Mungu ifae maisha yako. Ifae maisha yako. Ifae maisha yako. Kama kisulisuli. Itue juu ya anga yako. Katika jina la Yesu. Fanya kazi hiyo neema ya Mungu aliye hai. The grace of the mighty high God. Neema, kila kilichotamkwa na mbingu kitimie juu angani. Kila ulichoandika Yesu katika neno lako kitimie. Neno lako Yesu ya kwamba wakazae. Asante na Mungu. Asante Mungu, sio shida. Mwaminifu na ajabu. Yaanza kukufunika hiyo rehema. Yaanza kukufunika hiyo rehema. Hiyo rehema ikufunike maisha yako yote. Wewe pandisheni kwa madhabahu, funiko na hizo rehema. Hawa wili pia pandisheni hapo. Rehema ya Mungu. Rehema ya Mungu. Rehema ya Mungu. Rehema ya Mungu ibebe maisha yako. Kiwa ni ukombozi ufanyiwe kwa rehema ya Mungu. Kiwa ni kuponya ufanyiwe kwa rehema ya Mungu. Fanyiwe kwa rehema ya Mungu. Fanyiwe kwa rehema ya Mungu. Fanyiwe ukombozi kwa rehema ya Mungu. Kwa rehema yako Yesu. Mapenzi yako itimie. Mapenzi yako itimie. Mapenzi yako itimie. Mapenzi yako itimie kwa kanisa hili. Mfalme, kona zote za kanisa lako. Rehema zako zitimie kwa mama yule, kijana yule, mzee yule, mtoto yule, wana wa madhabahu hii. Rehema yako Yesu itimie kwa maisha yako. Itimie kwa maisha yako. Nyosha mkono wako pamoja. Bwana Yesu, rehema yako itimie kwa wanao hao. Itimie kwa wanao hao. Itimie kwa wanao hao. Itimie kwa wanao hao. Lolote ulilonena kwa wana hao. Ndoto 48 ulizonionyesha juu ya madhabahu hii umeziweka wazi baadhi yako mfalme. Naomba itimie. Kila uliyemleta mahali hapo ulimleta na kusudi. Bwana Yesu utimize. Ulimleta na kusudi.
uliwaleta wewe, itimize Mfalme kwa maisha ya wanao hawa. Aliyedhulumika chini ya madhabahu hii, Mfalme arejeshewe haki yake. Na tilia rehema kanisa zima, Mfalme, itue ndani ya maisha wanao hawa katika jina la Yesu. Rehema itue, uvae wanao, kila mmoja mpeleke kwenye mahali tamanio la moyo wake analotamani. Yesu wapeleke kusuluhu matendo, wapeleke Bwana Yesu, wapeleke Bwana Yesu, wapeleke Bwana Yesu makaoni kwao, walisifu jina lako Mfalme, kwa utukufu wako na uwezo wa jina lako. Pokea rehema za Mwenyezi Mungu, pokeeni rehema, pokeeni neema, maisha itembee na neema hiyo, neema, 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 neema. Neema kwa kazi, neema kwa afya, neema kwa familia, neema kwa watoto, neema katika maisha, neema katika ujana, neema katika ndoa, neema katika biashara, neema. In the mighty name of Jesus Christ. Asante Yesu kwa kutenda mambo haya. Asante Mfalme. Asante Bwana Yesu. Wingu la neema linatanda mahali hapa, linafanya kazi. Asante Bwana Mungu kwa uwezo wako na utukufu wa jina lako. Mapito yako si kama ya mwanadamu. Mapito yako si kama ya mwanadamu. Unapopita kwa anga hii, maisha ya wanadamu yanabadilika. Asante Mfalme kwa chapter mpya kwa maisha wanao. Nishukuru Bwana sasa ameachilia neema kwa maisha. Mrejeshe Mungu shukrani, heshima na adabu. Mpe Bwana majeshi. Mimi nakushukuru Bwana uliye hai. Kumbe ukumbuka wanadamu. Kumbe ukumbuka Yakobo. Mimi asante kwa yote. Maana yote Mfalme. Hata ukiwa katika shida gani, mwambie Bwana ni asante. Bwana ninajua uhai na unatenda. Asante Bwana Yesu kwa utukufu wa jina lako. Zipo nguvu katika kushukuru. Zipo nguvu katika kushukuru. Ziko nguvu za miujiza katika kushukuru. Hizo nguvu ziteje maisha. Hizo nguvu zibadili mkate mmoja iwe mitano. Toka machilie mwana huyu na mikono yako nini. Inua mikono yako nini. Rehema za Bwana zimeshuka. Bwana amerehemu kama alivyorehemu Misri. Ameona kilio na mateso, amerehemu. Oka! Enda! Achilia maisha yake. Achilia maisha yake. Achilia maisha yake. Inua mikono yako uende upita ukiweze. Rehema za Mungu ni nyingi. Rehema za Mungu zimpige maadui wapigwe na hofu, washindwe kuinuka. Toka! Heri uende. Maana mapigo yatakuwa kuna juu yako utayaweza. Enda! Mapigo kabla niamurishe yakupige. Umeshika nini kwa maisha? Umeshika nini kwa maisha? Nini umeshika? Nini umeshika? Umeshika uso. Umeshika nini kwa maisha? Umeshika nini? Macho yasifanye nini? Funguliwa kauli yako na tamke kwa maneno. Umeshika macho asifanye nini? Asifanye nini? Katika uwepo pale ulipokushukuru Bwana. Umeshika nini? Macho asifanye nini? Nini? Funguliwa maneno. Maneno yafunguliwe. Yafunguliwe. Yafunguliwe maneno. Yafunguliwe. 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 Umeshika nini? Macho asifanye nini? Asifanye nini? Ugumu wewe. Ugumu. Wow. Uhai mlikufa. Uhai mlikufa. Uhai.
uende ukampige na ugugu huyo mwenye aliyekutuma. Uko wangapi? 1 2 3 4 1. Shikaneni mikono mwende kabla na kusanya. Na fungua mlango wa kutoka. Kusanyeni virago vyenu kwa maisha yake mwende. Kusanya kila ambacho alikitupa kwa maisha yake mwende. Kusanya. 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 Anza. Anza. Anza kusanya mwende. Beba. Beba. Rema za Mungu zimeshuka kukomboa kizazi hiki. Kusanya, toa kwa macho, toa kwa tumbo, toa kwa miguu, toa kwa kinywa chake. Toa kila kitu. Haya. Shamaliza. Shamaliza. Toa ile baki. Toa. 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 Kila mwenye aliweka kitu chake nyote waende mtoe mwende. Maana nyote kulishirikiana kwa jambo ile moja. Toa. Anabeba. Haya. Shikaneni mikono mwende. Shikaneni mikono mwende. Shikaneni mikono mwende. Shikaneni mikono mwende. Ni amri. Ni amri. Ni amri. Kabla na kusanye. Enda. 1 2 3. Enda. Enda. Ina mikono yako juu. Endeni. 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 Ninawakusanya kwa damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu. 1 2 3 4 5 6 7. In Jesus mighty name. Rehema za Mwenyezi Mungu zirehemu uzee wako, ujana wako urudishwe kama tai. Kila kifungo kilichokufunga ninakifungua. Kifungua. Na kifungua. Na kifungua. Ina mikono yako juu nende. Inua. Wajua kwa wapi hapa? Wajua kwa wapi hapa? Wajua kwa wapi? Wajua kwa wapi hapa? Umefunga nini kwa maisha yako? Umefunga nini? Nini? Nini umefunga? Nini? Unaitwa simu. Badilisha hivi. Unaitwa simu. Uhai ama ulikufa? Uhai ama ulikufa? Uhai ama ulikufa? Uhai ama ulikufa? Eh? Uhai ama ulikufa? Eh? Umefunga nini? Umefunga nini? Utaki kusema? Na achilia moto wa Roho Mtakatifu juu yako. Takasa kila uchawi uliofanyika. Najiita zimu. Umekutana na simba wa Yuda. Zimu na sikiti maiti. Kama maiti unaweza? Na wewe mwenyewe maiti tayari. Unaweza? Naweza walio hai. Eh? Mko wangapi? Sikiti maiti na zimu. Mwingine nani? Mwingine nani? Eh? Nani mwingine? Nitoa damu nitakula wapi? Oh. Umekuwa ukikula damu. Wenzako wameshinda wewe. Nani ameshindwa? Nani ameshindwa? Nani amekukamata hapa? Eh? Nani amekukamata? Eh? Sikia. Hakuna wakati wa kubembeleza. Amri ni moja. Utoke ama nikutoe kwa lazima. Toka wewe kutoka lazima. Toka. Toka. Na kutupa kuzimu. Na damu ya Yesu kuanzia leo. Na achilia damu ya Yesu ikuteketeze. Utashindwa cha kukula. Leo nateketezwa na moto. Chomeka na moto wewe.
uende. Haya, haya. Chomeka moto. Mwachungeni mikono. Enda. Inua mikono yako ende. Moto. Mahali umelala kuna moto. Moto, 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 moto. Tuma moto mahali hapa upendo. Moto. Chomeka mwili mzima. Moto, 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 moto. Pewa wanene. Haya, inua mikono yako nene. Juu. Inua mikono yako juu. Inua. Haya, enda. 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 Inua mikono nene. Anachomeka. 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 Haya, kimbia. Rudi kwa makao yako. Toka hata hivyo. Piga sema kofi wanaenda. Enda. Enda. Walikuwa yuko hapa hivi muda mrefu lakini hawajakamatwa, ndio wamekamatwa. Jifunze kitu hapo. Enda. Kuna siku yatakamatwa hata ya kwako tu. Enda. Rema za Mungu zimeshuka. Mwisho. Mwisho. 1 2 3 4 5 6 7. Number of rest. Jesus mighty name. Umefunguliwa. Inuka. Pigia Yesu makofi. Alafu wewe utamsogeza yeye mwingine. Toka pia wewe. Ina mikono yako nende. Toka. Katika jina la Yesu aliye hai. Funguliwa. 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 Kila kifungo na kila matatizo na yakusanya kwa mwili huu in the mighty name of Jesus. Pokea kwa mozi. In the name of Jesus, I set your life free. In Jesus' mighty name. Amka. 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 Kila vifungo zote zimeondolewa katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Wekea mkono kutuma. In the mighty name of Jesus, I command you demon spirit. Ngoka na mapema. Toka! Toka! Katika jina la Yesu aliye hai, naachilia moto wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu aliye hai juu yako. Funguliwa. The mighty name of Jesus. Funguliwa. 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 Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa. 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 Nguvu za madhabahu, Roho wa Mungu katika madhabahu. Funguliwa. In the mighty name of Jesus. Funguliwa kamba zote, kila ufalme na uvunja kwa damu ya Yesu aliye hai. Kila attacking zote, kila maroho ya kuridhishwa, maroho ya baharini katika jina la Yesu aliye hai. Funguliwa. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Pokea ukombozi kwa damu ya Yesu aliye hai na fungua maisha yako na kila kilichokufunga. In the name of Jesus, I set you free. Amka. Katika jina la Yesu aliye hai. Kombolewa na rehema za Mwenyezi Mungu zitende kazi kwa maisha yako kuanzia leo. In the mighty name of Jesus.
kila kilichopangwa kitimie, kilichopangwa na mbingu. In the mighty name of Jesus. Nafungua maisha yako kuanzia sasa hadi milele. In Jesus mighty name. Amka. Amka, kila kitu kimefunguliwa. Funguliwa huko uliko. Funguliwa. 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 Oh. Nani wewe? Leta microphone hapa. Nani wewe? Unani? Nani wewe? Leta microphone nyingine. Nani wewe? Tamka. Tamka. Nani wewe? Tamka. Nani? Umefunga nini? Umefunga? Umefunga? Ndoa yake. Na nini nyingine? Nimefunga watoto wasisome. Wasisome. Wasisome wangaike tu. Umewafunga? Wasisome. Na nini nyingine umefunga? Nyota yake pia kazi asipate. Oh. Ateseke. Nyota uliweka wapi? Nyota uliweka wapi? Peleka bahari ya saba. Ya saba. Kaenda filika huko. Uzuri ulipeleka bahari ya saba, number of rest. Maana hiyo ndio mwisho leo inatwaliwa kulingana na namba 7. Na itota hiyo nyota, hiyo bahari ya saba. Mungu uliumba, kafanya kazi kwa siku 6, siku ya 7 ukapumzika. Number of rest. Nyota popote kwenye muliweka hiyo bahari ya saba, bahari iliumbwa na Mungu aliye hai. Itolewe. 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 Itolewe hiyo nyota katika jina la Yesu aliye hai. Ninaichota kwa damu ya Yesu aliye hai. Kila ulinzi mlioweka juu ya nyota hii, malaika wa Mungu apige kwa upanga wa Roho Mtakatifu. Fyeke ulinzi uondoke. Pigwe na moto wa mbinguni katika jina la Yesu aliye hai. Pigwe na moto. In the mighty name of Jesus. Ninaichota na ninairudisha kwa maisha yako. Ninairudisha. In the mighty name of Jesus. Pokea nyota yako. Haya, tamka. Uhai ambao ulikufa. Nyota imerudi. Uhai ambao ulikufa. Wewe uliyefunga hii hata ndoa na watoto wasome na kazi asipate. Uhai ambao ulikufa. Mimi nilikufa lakini wajukuu wanafanya kazi. Wanafanya kazi. Uliwarithisha hiyo kazi yako. Oh, wangapi? Pamoja na mimi tulikuwa tuko 7. Nilipokufa mimi karitisha wajukuu wangu. Wangapi hao wajukuu uliwarithisha? Nimeritisha 5. 5. Nyote mmevamia mtu mmoja? Na nyumba yake. Na nyumba yake. Tasambaratisha. Tasambaratisha. Wajua kwa wapi hapa? Wajua ulipo? Pewa macho ya kuona mahali kwenye upo. Sikia, huu ndio mwisho wa mateso. Na vile mlivyofunga maisha yake, hivyo ninawafunga pia nyinyi kwa nguvu za madhabahu hii. Toeni kila kifungo kwa maisha yake. Toeni mtoto wake. Popote mlipoweka na kuwafunga. Toeni vifungo. Anza kutoa kabla nitoe kwa lazima. Toa vifungo. Utatoa ama utoe? Mutatoa ama utoe? Mke mkono kwa tupu. Katika jina la Yesu aliye hai. Kuanzia leo na achilia moto wa Roho Mtakatifu ufungue kila kifungo mlichofunga kwa ndoa, na kifungua kwa jina la Yesu. Mlichofunga katika maishani mwake asipate kazi, kila mipaka na ukuta mlioweka ninaung'oa kwa damu ya Yesu. Kila mtoto mliomrushia mfalme wa falme, kila kifungo kilichorushwa kwa watoto ing'olewe kwa damu ya Yesu aliye hai. Ing'oke. Toka kwa mtoto yule uliyemfunga akili,
ukamtupia roho ya upumbwazi asishike, utoke popote alipo, kama magamba yaliyoanguka kwa macho ya Sauli. Ing'oke in the mighty name of Jesus. Achilia akili zake, achilia akili zake, achilia akili zake, achilia ufahamu wake. Toa hiyo roho ya kusahau, toa katika jina la Yesu aliye hai. Toka, chukueni virago vyenu katika jina la Yesu aliye hai. Chukueni, 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 chukueni mwende. Moto ni wako kwa madhabahu. Safisha familia hii, safisha familia hii, na kila kipimo ulicho nawe upimiwe hicho na kusukwa na kishindiliwe kirudi kwako katika jina la Yesu aliye hai. Kusanya, kusanya, kusanya vifungo vyote, hata vizuizi ambazo lisiweza kwa kazi, akikataliwa kifika na kataliwa. Toka, wanachukua wengine. Moto wachome, chomeka na moto kila kifungo, na amrusha moto toka mbinguni, chome hizo vifungo zote. Chomeka, chomeka vifungo, chomeka kwa watoto, chomeka vifungo vyote. Irisi mlizo siweka zishike moto, zishike moto, zishike moto. Haya, hiyo bango zishike moto kwa mkono, kamata moto. Haya, ivue yende katika jina la Yesu aliye hai. Vua kila kitu. Haya, inueni mikono mwende vita mvwezi. Bye bye. Nyote, 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 nyote. Na msiwahi rudi. Mkirudi nitawaangusha chini mkufe nyote. Bye bye kwa heri. Tamka na mdomo wako. Tamka kwa heri. Hebu sema. Tugane sema kofi wanaenda. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Katika jina la Yesu aliye hai. Kwa heri. 1 2 3 4 5 6 7 number of rest in Jesus mighty name. Kila kitu kimeenda. Simama mama. Macho simama, nifungue tu. Mtu alikufa anatisha watoto wake uchawi, wanatesa maisha ya mtu mmoja. Kuna vile uchawi usivyo na huruma kwa maisha ya mtu. Amka, umefunguliwa. Yesu makofi. Jana mahali hapa. Zipigwe. Unashirikiana na hofu mwenzako. Unajua zako sikufe. Nyume hizo vioo zenu. Hawa wanashirikiana na hofu yako. Kila mmoja apigwe na poka sana mwenzake. Nje. Nje. Pigwa na ndani. Machilia mikono yanachezea kujaki. Endeni. Yote. Yote. Kutoka hapo yote. Bye bye. In the mighty name of Jesus. Nje. Nje. Bye. Waka mkono. Waka mkono. Ushikeni. Ushikanishe pamoja. Mwekee tu juu yake. In the mighty name of Jesus, I separate you now in the name of Jesus. Jinsi ulivyomoka hapa, ndivyo hata hapa umoke. 1 2 3 4 5 6 7 in Jesus mighty name. Funguliwa katika jina la Yesu. Ina mikono yako nende. Enda pia wewe. Ina mikono yako nende. Toka. Toka. Toka wanende. Badilisha.
Wataka kunijua mimi nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unione. Nione sasa. Haya nione. 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 Achilia maisha yake. Unataka nini? Kabla nikuue achilia maisha yake. Nataka nikuue. Nimeshinda kukuua. Yesu makofi. Yesu makofi. Kufa. Kufa. Nini mbona hapo tu? Mwisho. In the mighty name of Jesus. Hizi ni zile maroho ziko anga fulani ya juu ya kiroho. Nafungua maisha yako kuanzia leo. Yafunguliwe. 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 The blood of Jesus may set you free. In the name of Jesus. Amka. Amka. Piga sana. Sikilize. Lete damu Yesu. Lete maji. Anasema alipewa kafara ya mbuzi. Kwa hawezi toka paka mbuzi. Zile ndo zile roho ambazo huwa anawaambia wakati ukiwa unavunja madhabahu, kwa siri usivunje madhabahu. Wana roho haitoki kwa sababu alitoa kafara mbuzi mmoja na watu wangapi? Watatu. Ndio zinafanya hizo siri kutoka. Sasa tukusha na damu ya Yesu Kristo afunguliwe. Alafu mamake mzazi na watu wawili watafute dhabihu ya kukomboa hii. Bwana Yesu atakasa maji haya kwa damu yako na moto wa Roho Mtakatifu. Kufunguliwa kuanzia sasa na kuwekwa huru kwa ajili ya utukufu wa jina lako. In the mighty name of Jesus. Mwachilieni sasa, mtazeni hapo chini mwachilieni. Nataka ukifunze kitu wakati ukiambiwa vunja madhabahu. Wao wakienda kwa madhabahu zao hawabembelezi. Unapata mtu anavunja madhabahu na shilingi 100. Umesikia kile alitoa? Kulazeni hapo chini. Kama una title ya njoo hapa ni kuombea. Mwachilie hapo chini. Mwachilie hapo chini asikuangushe.